Unapoanza ujasiriamali, usianze katika hatua kubwa. Anza katika ule udogo kulingana na nguvu yako, kulingana na uwezo wako. Lakini jambo la kuzingatia la muhimu zaidi, kumbuka kwamba kadiri unaponunua vitu kwa bei ya rejareja zaidi, ndo unapata hasara zaidi. Lakini unaponunua kwa bei ya jumla, mfano kama mafuta ya mise ambayo yanatumika zaidi katika kutengenezea, unapata kwa discount ambayo itakusaidia wewe kupeleka mzigo wako sokoni, basi utaweza kupata faida nzuri. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Nimeweza pia kukuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Ni kitabu ambacho ndani yake nimekuandikia sabuni za magadi kama zinavyoonekana, sabuni za miche, sabuni za vipande hizo za rangi kama nyekundu pamoja na pinki, lakini pia nimekuandikia sabuni tiba za aina mbalimbali. Karibu sana kwa ujasiriamali. Kwa wewe ambao unapenda kujiunga na madarasa yetu WhatsApp, utanitext WhatsApp kupitia 0783500971. Karibu sana mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Video hii ina dakika 4 tu, kwa hiyo sio mbaya ukiangalia mpaka mwisho ukapata kitu ambacho kizuri na kitakusaidia. Katika utengenezaji wa sabuni za magadi pamoja na sabuni za miche, mambo ambayo yanaweza kukupa wewe faida ni pamoja na kununua vitu kwa bei ambayo ni rafiki, ili ukizalisha bidhaa yako basi na wewe ukipeleka sokoni ukiuza, basi upate faida ambayo ni nzuri na itakupa moyo wa kuweza kuendelea kesho na kesho kutwa. Nikisema hivyo usimaanishi kwamba uanze na mtaji wa milioni 1, hapana. Mfano kama sabuni hizi za magadi pamoja na sabuni za miche, unaweza ukaanza na wastani wa dumu moja la lita 20 la mafuta ya mise. Kostiki unaweza kutumia kilo 3, za kilo 3 mpaka kilo 4. Lakini pia ukinunua mfuko wa kostiki inakuwa rahisi zaidi, kwa sababu mfuko wa kostiki unaweza kuuziwa kwa shilingi 60,000, 55,000 mpaka 65,000 hapo katikati. Ukija kugawanya unaweza kukuta kilo moja ni sawa na shilingi 2,200 kadhaa. Lakini pia mafuta ya mise kwa dumu la lita 20 unaweza ukapata kwa shilingi wastani wa shilingi 70,000 kwa bei ya sasa hivi, kwa sababu bei huwa inapanda pamoja na kushuka pia. Kwa kila siku kuna updates za mafuta, yameshuka au yamepanda kidogo. Kwa hiyo hii itakurahisishia zaidi kuliko kununua mafuta lita moja. Kuna mtu anakutengenezea mafuta, anatumia mafuta lita 5, ananunua kwa 25,000 au 30,000. Anatengeneza sabuni akitegemea apate faida. Hapana, hapo huwezi kupata faida. Mtu mwingine pia anaenda ananunua caustic soda, ananunua kilo moja shilingi 6,000. Kwa hiyo hii haiwezi kukupa faida yoyote. Kwa hiyo ukitaka faida katika ujasiriamali, jitahidi sana kununua vitu kwa bei ya jumla. Mfano mfuko ukinunua kwa 65,000 ambao utautumia zaidi ya madumu ya mafuta, kama yanaweza kafika hata madumu 6 ya mafuta kwa mfuko mmoja tu. Alafu dumu moja imagine unaweza kulipata kwa shilingi 70,000, 72,000, 75,000. Ni wastani mzuri ambao utakupa wewe faida, pia utazalisha na utapata faida nzuri pia. Lakini vitu vingine kama perfume unaweza kutumia mililita 100. Mililita 100 unaweza kuuziwa shilingi 7,500, 10,000. Inategemeana na flavor gani, za bubblegum au unatumia strawberry, lavender, pink passion. Perfume ziko za aina nyingi. Sodium silicate unaweza kutumia mililita 100, wanaweza kukuuzia 1,500 au shilingi 2,000. Kwa hiyo hizi ni malighafi ambazo ni muhimu, ambazo unaweza kuzitumia kwa bei hii ukatengeneza dumu moja. Mfano ukitengeneza miche kama hii inavyoonekana ya magadi, kwa kipimo changu inaweza ikatoka miche takribani 100. Mche huu mmoja unaweza kuuza shilingi 1,500 kwa bei ya rejareja, na bei ya jumla unaweza kuuza shilingi 1,300. Unaweza kupiga hesabu na ukaona kwamba kuna faida nzuri sana. Kwa hiyo kama unataka mwongozo zaidi na kujifunza kiundani zaidi kuhusiana na sabuni za magadi, za miche pamoja za vipande au za kuogea, karibu WhatsApp, utanitext kwa namba hizo. Aidha unahitaji darasa au unataka nakala ya kitabu cha Ujasiriamali ni Ajira. Karibu sana kwenye Ujasiriamali, tujifunze pamoja.